Kwa jioni ya leo tukikutana kwa ajili ya kumlilia na kumwita Bwana, ikiwa ni siku ya maombi kama desturi na kawaida yetu tulivyojiwekea. Japokuwa kumlilia na kumwomba Bwana sio lazima siku ya leo peke yake. Kwa hiyo muda wote tunapaswa kumuita na kumlilia nani? Kumlilia Bwana. Lakini ni jambo jema tunapokutana kwa ajili ya kuweza kuliita na kulisifu jina la Bwana. Basi nitapata mtu ambaye atanisomea mafungu. Tutakuwa na mafungu ya kusoma na tutaenda haraka haraka kweli, kwa sababu mara zote nikisimama hapo mimi nasema mimi huwaga sio mhubiri, mimi huwaga ni mfundishaji, mimi ni mwalimu, napenda kufundisha. Kwa hiyo kila mtu ana kalama yake. Kwa hiyo kalama yangu mimi ni kufundisha. Pale panapowezekana kufundisha, basi nitafundisha na hatimaye kikubwa zaidi tuweze kuondoka na kila ambacho Bwana amepanga kwa siku ya leo. Basi tutafungua vitabu vyetu, kitabu cha Hesabu sura ile ya 23. Mtu aende haraka haraka pale mpaka fungu la 19. 19, Hesabu 23:19. 23:19. Nisomea 19. Mungu si mtu aseme uongo, naam, wala si mwanadamu ajute. Iwapo amesema hata litenda, iwapo amenena hata litimiliza. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni maneno ya Mungu. Neno Biblia ni neno la Mungu aliye nini? Aliye hai. Mungu si mwanadamu hata aseme nini? Uongo. Sisi wanadamu mara nyingi kwa kweli tumekuwa wepesi wa kuzungumza hata jambo huenda ambalo sio la kweli, lakini likaonekana ni la nini? Ni la kweli. Lakini upande wa Mungu, kwake yeye si mwanadamu, hawezi kusema huo unaoitwa nini? Uongo. Ninaweza nikatoa visa viwili jioni ya leo ambavyo vitatupeleka kwenye somo letu. Kisa cha kwanza kilitokea kwetu huko Usukumani huko miaka ya nyuma. Ilikuwa ni kawaida bwana harusi akitaka kuoa, alienda ukweni, alipewa jukumu la kufanya kwa miaka hiyo, aidha labda ni kufyeka shamba au kuandaa shamba hilo ili ionekane kama unaweza ukaishi na mkwe wao. Yaani hiyo ilikuwa ni kawaida ya desturi kwa kipindi hicho. Sasa ikatokea maneno ambayo yalitokea kabla ya huyo mkwe kwenda kwenye hilo tukio. Ikaonekana kwamba huyo mkwe ana ugonjwa wa, si tutaita ni degedege hivi, ule ugonjwa wa kuanguka wanaanguka, ni kifafa ni kifafa. Kwamba yule bwana ana ugonjwa wa kifafa. Sasa maneno yale yakavuma. Sasa wale shemeji zake hawakulizika yule bwana muoe dada yao kwa sababu ana ugonjwa nini? Wa kifafa. Sasa wakapanga wakasema, wagonjwa wa kifafa walio wengi ukienda nao kuoga kwenye maji, akiona kivuli ugonjwa huwa unapanda na anafanya nini? Kifafa kinapanda na anafanya nini? Anaanguka. Kwa hiyo tutajua kama ana ugonjwa wa nini? Wa kifafa. Sasa sijui kama hiyo sayansi ni ya kweli, lakini wao wanaamini mwenye ugonjwa wa kifafa akiona maji, ule ugonjwa unapanda, anafanya nini? Anaangukia kwenye maji hayo na hicho kinatokea. Sasa bwana huyu wala hakuwa na kifafa, lakini ulikuwa ni mpango tu asiweze kumwoa dada huyu kwa sababu ni maneno tu yalitengenezwa. Sasa sikiliza kisa hiki ili ujue kama tofauti ya Mungu na nani? Na mwanadamu, kwamba Mungu husema uongo au hasemi uongo. Mungu tumeona hasemi uongo, lakini mwanadamu anaweza akasema uongo na tukauamini uongo ambao mwanadamu ameutengeneza. Basi ikafika siku, wakaja yule bwana akaenda kwenye shamba kupalilia shamba ambalo alipewa na familia ile. Walipomaliza jioni, imefika muda wa jioni, ni kawaida kwenda kuoga. Wao wanaenda kuoga sehemu ya kwenda kuoga maalum huko, na wengine wanaogelea, wanafanya nini, ni kawaida sana kwa kipindi hicho kwa jamii hiyo. Yule bwana akiwa ameenda kuogelea, sasa mtego uko umetengenezwa. Sasa akifika kwenye maji, sasa atafanya nini? Ataanguka kwenye maji baada ya kujiona kivuli chake kwenye maji. Shemeji mtu ameingia kwenye maji, na wale wakasema, jamani, maji msiyatibue, atatangulia mwenyewe, mkiyatibua yale maji hatajiona kwenye kivuli. Sawa, masharti yakatekelezwa.
maji hayakutibuliwa, na bwana akaingia kuoga, wala kupatwa na hilo lililompata. Lakini kwa sababu shemeji zake walikuwa na mpango asimoe dada mtu, wakaamua kutengeneza kitu waone ionekane kwamba kama sio kifafa basi waga na kichaa. Na ndipo shemeji yake mmoja akajitupia kwenye maji sehemu nyingine. Kule kuna kuogelea, mtu anaweza kaogelea hapa hadi kwenye mlango pale chini ya nini? Ya maji, chini kwa chini. Yaani huonekani alafu kwenye maji. Shemeji mtu akajitupia kwenye maji na akafika akamkamata shemeji mtu chini ya maji kwenye miguu. Alipomkamata miguu akavuta akaangusha, alafu akang'ata na meno mguu wa shemeji. Shemeji akatoka kwenye maji anakimbia. Kumbuka shemeji ana suti aliyozaliwa nayo, na shemeji anakimbia kuelekea ukweni akiwa ni nini? Ni mtupu shemeji huyu. Sasa wakati anakimbia, kuna wengine ambao walikuwa nje wakati huo, walipomwona anakimbia wanaanza kukimbia nao, wanasema tayari kilichokuwa kinasemwa, mkwilima ameshapatwa na kichaa, kimeshapanda, kila mtu aokoe maisha yake. Huyu anakimbia hajui kilichomkuta kwenye maji, lakini kwenye familia nako wale ndugu waliokuwa nje wanakimbia kuokoa nini? Maisha yao, kwa sababu mgeni amepatwa na tatizo ambalo inasemekana huaga ana kichaa. Na mwisho wa siku hata hao waliokimbia hawakukimbilia ndani, wakimbilia nyumba nyingine. Baadaye baada ya kujistiri na huku kukaa huku, sasa kule kawaida ikishatokea tafulani inapigwa yowe. Wale waliotokea kule wanaijua hiyo kitu. Jamani, ni somo tutalielewa kadri linavyoendelea. Basi kisa kinaendelea, yule bwana akajistiri na baadaye imepigwa yowe, watu wakaja, na baadaye kwenye kubanwa ikabainika shemeji mdogo kabisa wa mwisho akasema hapana, kwa sababu huyu yeye anasema jamani, mimi nilipoingia kwenye maji na hisi mamba alinivuta na akaning'ata, na ndio maana nilitoka nakimbia kutoka kwenye maji, kwa sababu nimeshaangushwa kwenye maji na nimefanya nini? Nimeng'atwa. Lakini shemeji wanasema hapana, huyu tuliambiwa na ugonjwa wa kichaa. Inawezekana kichaa kimefanya nini? Kilipanda. Sasa yale tuliokuwa tunaambiwa ndio haya. Jamani, mwanadamu husema uongo na husema ukweli pia. Basi huku na huku, kwa sababu watu wameshakuwa wengi kwenye kubanwa, shemeji yao mdogo kabisa akasema hapana, fulani alijitupa kwenye maji, kazama kwenye maji, sijui nini kilichotokea. Nikasikia tu mgeni anapiga kelele, anatoka kwenye maji, anafanya nini? Anakimbia. Basi ile habari ikageuka pale, kwa sababu kule sisi ikishatokea tatizo la namna hiyo, kama halina sababu ya msingi, huwa wanachinja ng'ombe kwenye familia. Yaani hao waliokuja hapo, watu wa jamii hiyo watachinja ng'ombe na watagawana, afu wataondoka. Yaani ni faini yenu umepigwa hapo. Kwa hiyo akachinjwa ng'ombe kwa sababu wamesababisha tatizo ambalo la kiuzembe. Kupiga yowe ni tatizo la kiuzembe, ni kosa kwenye jamii yetu, haitakiwi. Basi akachinjwa ng'ombe na hatimaye watu wakasambaa. Sasa nikawa na kiusanishe hiki kisa. Hebu chukulia mfano huyu shemeji mtu kama asingekimbilia hapa kwenye nyumba ya wako, akakimbilia nyumbani kwao na watu wasijui hapa katikati nini kimetokea. Niwaulize, kama yale maneno ya kusema alikuwa na kichaa yalikuwa ni sahihi au yasingekuwa sahihi? Yalikuwa sahihi Lakini kilichookoa ni kwa sababu ya huyu shemeji mdogo ambaye amesema bwana fulani aliingia kwenye maji, sio amemfanyaje? Na huyu bwana anaonyesha kweli kung'atwa, kafanya nini? Kang'atwa kwenye mguu. Na unajua kwenye maji ushaambiwa kuna mamba pia, na kitu cha kukuvuta na kukuangusha kwenye maji kwa hali ya kawaida tu mamba inawezekana, si ndio Alafu unasema nimeng'atwa, lakini shemeji unasema hapana, kichaa chake kimepanda, tumeoga miaka yote eneo hili, hakunaga nini? Hakuna mamba. Mwanadamu anaweza kasema uongo na uongo huo ukauamini na ukabaki kuwa ni ukweli, kumbe ni nini? Ni uongo. Lakini jioni ya leo somo linatuambia Mungu sio nani? Sio muongo, na wala hawezi kusema uongo, wala hawezi kuacha kutimiliza ahadi alizoziahidi. Basi tuendelee na somo letu katika jioni ya leo. Kitabu hicho cha Hesabu 25, samani macho yangu juu yana shida, sioni vizuri. Ni 25.
yaani 23 fungu la 25. Naam. Balaki akamwambia Balaamu, basi usiwalani kabisa, wala usiwabariki kabisa. Lakini Balaamu akajibu akamwambia Balaki, naam, yaani anamwambia hivi, sikukwambia kama neno atakaloniambia Bwana sina budi kufanya nini? Kwa tumeshaanza kuona hapa huyu bwana analazimishwa kufanya kitu ambacho yeye hajataka kufanya nini? Kukifanya. Tuendelee. Kisha akamwambia naam, haya, njoo sasa. Nikupeleke mahali pengine. Naam. Yaani kuna watu wanafanya mjadala wa kubembelezana na Mungu ili waruhusiwe kulani nani? Kulani mtu. Yaani watu wanafanya mpango, yaani kwamba bwana tubadilishe sasa ili eneo, kama ni Luguruni hapa kanisani, basi twende nje ya kanisa tukajaribu huko nako tuone kama Mungu je hata ruhusu hilo jambo lifanikiwe. Naam, tuendelee. Naam. Naam. Basi Balaki akafanya kama Balaamu alivyosema, akasogeza sadaka ng'ombe mume na kondoo mume ya kila. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, wakati wa Bwana ukifika hakuna anaweza kuubadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Yaani haijalishi. Yaani wakati wa Bwana ukifika hakuna mtu ambaye anaweza kuubadilisha. Haleluya. Yaani hata upange mpango namna gani, kuwalani watu wa Mungu ni ngumu sana. Bwana akishasema haiwezekani, ni haifanye nini? Haiwezekani. Kwa sababu si amesema yeye anaweza kuyatimiliza. Kwa hiyo ikishafika wakati Bwana akasema jambo hili haliwezi kufanikiwa, halitaweza kufanikiwa kwa namna yoyote. Sasa mtu ana mpango kabisa wa kulani watu wa Mungu, lakini anayemshirikiza kulani watu wa Mungu amemwambia haiwezekani, lakini mpango wake ni lazima watu wa Mungu wafanye nini? Walaniwe. Naam. Tuishie hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona sasa mtu wa Mungu baada ya kulazimishwa sana kuwalani watu wa Mungu, akaamua kutunga methali ya kwake mwenyewe. Kutunga nini? Yaani kama ilikuwa ni methali ya kulani, methali sasa inatungwa anavyojua yeye mwenyewe, kwa sababu kuwalani watu wa Mungu ni haiwezekani. Kwa hiyo nimesema wakati wa Bwana ukifika, hata ufanye nini hauwezi kuubadilisha. Sasa hiki kisa watu wengi wanakifahamu. Sasa ili twende haraka na muda, nisomee fungu la 10 la hiyo 24 fungu la 10 uone ni nini kilitokea. Wakati wa Bwana ukifika hakuna ambaye anaweza kubadilisha. Fungu la 10. Naam. Naam. Nalikuita ili unilanie nani? Yaani kabisa kakasirika kwa sababu adui zake hawajafanya nini? Hawajalaniwa. Yaani huyo mwamba yeye ana hasira mno kwa sababu nimekuagiza walani hao watu, hujawalani, inafikia anapiga nini? Makofi. Hivyo ndivyo dhambi inavyotenda. Naam, tuendelee. Na tazama umeubariki mara ngapi? Alishamwambia mara kwanza walani, hajalani, akafanya nini? Akabariki. Mara ya pili lani, yeye hajafanya nini?
hajalani, akafanya nini? Akabariki. Mara ya tatu mtu wa Mungu huyo anatunga methali ya kwake, lakini hii methali ndani yake inabariki badala ya kulani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akashikwa na hasira sana. Sasa anaamua kupiga mtu wa Mungu huyu makofi, kwa sababu anachokuagiza kukifanya haukifanyi. Sasa swali, kwa nini yeye hakuamua kulani yeye kwa mdomo wake, anamlazimisha mtu mwingine alani? Yaani na yeye anatamani hilo liwezekane, lakini kwa nini amtumie mtu wa Mungu kufanya hicho kitendo? Kwa nini yeye asilani yeye? Sasa kuna swali jingine la kujiuliza hapo pia. Yaani kama unatamani walani, sasa kwa nini unamlazimisha huyo alani? Kwa nini wewe usifanye nini? Usiwatamkie hiyo laana? Haleluya wapendwa. Mtu wa Mungu huyu sasa akashikwa na nini? Na hasira. Lakini mara zote kila alipoambiwa walani watu wa Mungu, yeye hakufanya nini? Hakuwalani, kwa sababu wakati wa Mungu ulikuwa umefika. Wakati wa Mungu ukifika, haijalishi ni changamoto gani utaipitia kwenye maisha, kuna mtu anaweza kuibadilisha. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Haijalishi unapitia mambo magumu kiasi gani, hata mtu akisema lani huyu mtu, hata hilo ombi likitoka la kulani, hatafanya nini? Atalaniwa, kwa sababu wakati wa Mungu umefanya nini? Umefika. Kwa hiyo mtu wa Mungu huyu hakulaniwa. Mtu wa Mungu huyu, watu wa Mungu hawa hawakulaniwa. Tuendelee. Naam. Basi sasa tuingie mahali pako. Naam. Na yasimu kuheshimu sana. Lakini nasema Bwana amekuzuilia heshima. Naam. Sikuambia wajumbe wako ulionipelekea kusema, kama Bwana angenipa nyumba ya fedha, siwezi kupata maneno ya Bwana. Tenda neno je, wala neno mbaya kwa nia yako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kumbe kuna wakati huyu bwana alishaahidiwa anaweza kapewa nyumba iliyojaa nini? Fedha. Ila lengo ni nini? Ni kulani watu wa nani? Lakini Mungu kwa sababu wakati wake ulikuwa umefika, haikuwezekana. Kwa hiyo wakati wa Mungu ukifika, unaweza ukamtumia mtu yoyote yule kuifikisha kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haijalishi ni nani ataifikisha. Anaweza kawa ni rafiki yako kweli ambaye unamtumia kuweza kufikisha hicho unachotamani kifike, lakini wakati wa Bwana ukifika, hawezi kubadilishwa. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Kwa hiyo haijalishi kwenye dunia hii tunapitia changamoto gani kwenye maisha. Sasa sikiliza kisa kingine cha pili hiki tunapoenda kuhitimisha. Nimesema mimi ni muumini wa kufundisha, na nikifundisha naamini watu huwa wanaelewa zaidi. Baba mmoja akiwa na jirani yake waligombania mpaka huko kwa nyumbani kwetu. Kuna kesi nyingi sana ambazo waga zilitokea kipindi cha nyuma, lakini zinagusa sana. Yaani ni mpaka wamegombania, na mpaka kwetu kule panapandwa huko mikonge ile. Sasa kule sisi tunaita katani, ndio inajulikana, ile inaitwa katani, ile inapandwa kutenganisha mpaka na mpaka. Sasa yule bwana kila kipanda anakuta mwenzake jirani yake anang'oa, anasogeza hatua kadhaa, anapanda. Mwaka mwingine ukifika wakikaribia kupanda tena, anang'oa, anasogeza. Sasa huyu bwana siku moja wakagombana sana, na yule bwana akamtamkia maneno. Jamani, wakati mwingine ndimi zetu ziwe zinaangalia nini zinatamka Sio kila neno unapaswa kumtamkia mtu. Ukitamka mengine waga yanakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana yule akamwambia, hatua hizi ulizovuka hizo, nadhani zilikuwa ni kama hatua kama sio 4, 3 hivi. Hatua hizi ulizovuka kwenye mpaka huu, hili litakuwa ni kaburi lako. Yaani ni maneno rahisi tu. Yaani kwamba hizo hatua uliovuka, hilo ndio litakuwa kaburi. Inawezekana labda alimaanisha kwamba utafika wakati atakufa, atazikiwa hapo, sisi hatujui. Lakini yeye maneno aliyotamka ni hayo. Basi siku zimeenda, na uwezo kaamini ikapita miaka 15. Baada ya tukio kuwa limetokea, miaka 15. Kumbuka somo linasema mwanadamu anaweza akasema uongo na ukauamini, lakini Mungu kamwe hasemi nini? Hasemi uongo. Miaka 15 imepita, na baada ya hapo huyu bwana wakiwa kwenye vilabu vya pombe akagombana na rafiki yake yule alimwambia neno moja tu, nikiamua mimi kesho huwezi kuiona. Wamegombana kwenye vilabu vya pombe, na akamwambia mimi kesho nikiamua
jua la kesho utafanya nini? Hautaliona. Wametoka hapo saa 3 usiku, huku na huku watu wanasikia yowe inapigwa. Huyu bwana aliambiwa nikiamua kesho saa 3 utaiona, kakatwa mapanga. Sio kukatwa mapanga tu, yaani yule mwamba ametenganisha kiwiliwili, alafu akakichukua akaenda kule, kuna fence imezungushiwa minyaa, alafu kuna sehemu ya kupita pale. Kwenye sehemu ya kupita ambapo waka ndio panafungwa, kile kichwa kikaenda kikasimikwa pale, kakatwa kabisa, kiwiliwili kimebaki ndani na kichwa kikaenda kikawekwa mlango. Watu wanakuja hapo huku na huku. Mtu wa kwanza kukamatwa alikuwa ni yule aliyesema nikiamua jua kesho utafanya nini? Hautaliona. Yule bwana akakamatwa, na alipokamatwa, lakini kwenye tukio alikuwepo, alikuja kwenye tukio. Lakini watu wakawa wanajiuliza, muuaji gani anaweza kuja kwenye tukio? Yupo kwenye tukio, alafu analia tu. Sasa mbona tuelewi? Basi akakamatwa. Sasa baba yangu ananiambia kipindi hicho vituo vya polisi vilikuwa mbali. Yaani mnaweza mkatoa taarifa leo mkakaa hata siku 3 hawajaja, alafu ndio waje kwenye tukio. Yaani inaweza kapita siku 2 au 3 kipindi hicho. Anakuambia siku ya polisi wakaja, yule bwana alishawekwa chini ya ulinzi, akakamatwa akaondoka na polisi. Na baadaye huku na huku akafungwa, akahukumiwa kunyongwa, akatumikia miaka mingine 15 kama yule bwana alipotamka kile kitendo mara ya kwanza. Akakaa gerezani miaka mingapi? 15. Akiwa amehukumiwa kufungwa cha kunyongwa, lakini hakunyongwa. Yuko wapi? Yuko gerezani. Na baada ya muda mpendwa huyu akawa ameshaokoka sasa, ameshamjua Mungu, hayuko tena. Miaka 15 iliyofuata, huyu aliyesema kipindi hicho kwamba hatua hizi ndio kaburi lako tunamkumbuka sisi tulianza naye miaka 15 akiwa mgonjwa, akiwa hospitali, akamuita mchungaji wake, na ndipo anakiri, anasema naomba mnisamehe sana, mimi ndio niliua fulani, alinidhulumu kiwanja changu miaka 30 iliyopita, zilikuwa sini hatua 3, kwa fulani alifungwa, hakuwa yeye, ila niliyehusika mimi. Nilikuwa natafuta tu ajaye kwenye 18, siku hiyo akajaa kwenye nini? Kwa hiyo huyu bwana alikuwa anatafuta nafasi ndogo sana ya kupoteza ushahidi yeye kama amefanya nini? Amefanya. Swali, huyu bwana angekufa bila kusema hiyo kauli hospitalini, muuaji alikuwa ni nani? Yaani ile kauli ya mwisho ya kwamba nikiamua jua kesho utaliona ndio ilikuwa imeua. Jamani, sisi tunaelewana Bwana amekaa miaka 15 gerezani, lakini cha ajabu alitolewa. Ametolewa gerezani baada ya huyu mtu kutestify hayo, lakini alikaa wiki moja tu hospitali akafariki. Lakini sasa shida ni moja. Wakati yule bwana anatolewa gerezani, kuna mtu alikuwa analia sana katikati yao. Na huyu ni mtu ambaye alimkamata huyu akampeleka huku na kipigo sana cha kutosha. Yaani muuaji mbaya sana, umeua mpaka umekata mtu. Yaani wewe ni mnyama. Yule bwana alikuwa analia sana, na sababu anamuuliza watu nalia nini, anasema mimi nilihusika kumkamata huyu. Na mimi niliamini huyu kaua, kwa sababu wakati anasema tulikuwepo, alisema huyu ataliona jua na kaua. Lakini leo hii kumbe muuaji ni fulani, kaua fulani. Sasa nikajifunza kitu kimoja. Tunaamini kwenye haya maisha ya mtu anamalizana na Mungu wake bila sisi kujua, si ndio Na nikiendelea na kila ambacho mtu amekifanya, inawezekana kuna mawili. Nitakuwa nasema sahihi kama hajamalizana na Mungu wake. Lakini kama amemalizana na Mungu wake, kuna namna sasa hapa mimi ninasema uongo. Mungu anasema hata ukiwa mzambi kiasi gani, ukiomba toba na akakusamehe, yeye anasahau kabisa. Hivi tunaelewa maana kusahau kabisa Kwa maana yake kama nitazungumza yale yaliyofanyika, Mungu yeye ana habari nayo. Kwa hiyo mimi nabaki nasema nini? Nasema uongo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu alikaa gerezani miaka 15. Kuna mtu mwingine miaka 15 za maisha yuko hapa anahangaika, lakini dakika za mwisho kabisa, wanasema vijana, dakika za jioni, akasema haiwezekani, lazima niseme ukweli. Lakini anataka kusema huo ukweli, lakini cha ajabu alikuwa amechoka sana.
na uweze amini, yule mtu alikufa pale kitandani akiwa na pingu mkononi. Yaani kachoka sana, ni mgonjwa ambaye anaamini kabisa hawezi kupona. Lakini serikali yetu nao ni ngumu, ina roho ngumu. Sisi walifikiri atatoroka. Kwa baba anakuambia yule bwana alipigwa pingu pale pale wodini akiwa na hali ngumu sana. Mpaka anakuja kukata roho, anapingu wapi? Mkononi. Lakini ni kwa sababu sisi wanadamu tuvumiliane tu, kwa sababu sisi sio Mungu. Kuna wakati tunaweza tukaamini hisia kuliko ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna wakati tunaweza tukaamini hisia sana kuliko nini? Kuliko ukweli. Kwa hiyo anayejua ukweli ni Mungu ambaye atuongoza katika maisha yetu. Bwana yule aliitwa ana kifafa au ana kichaa. Alionekana ana kichaa. Hakukuwa na shida kabisa, kwa sababu dalili zote za ukichaa zilifanya nini? Zinaonekana, kwa sababu baba mtu mzima, tena mkulima mtarajiwa, kukimbia na suti uliozaliwa nayo hadharani. Dalili zilitiki, lakini hakuwa kichaa. Huyu bwana ameitwa muuaji ndani miaka 15. Na mbaya zaidi, mke wake alikufa kwa msongo wa mawazo. Wakati yeye amefungwa yuko gerezani, mama ameendelea hivyo hivyo na msongo wa mawazo huku na huku, mara ugonjwa si nini, mama amefariki. Kwa mama alikufa, na yumkini huenda kwa bahati mbaya sana, kama alikufa kwa mawazo, mume wake kufa, amekufa akimnungunikia sana yule bwana aliyekuwa gerezani. Na kama alikufa akimnungunikia yule bwana aliyekuwa gerezani, manake alikuwa anamnungunikia mtu ambaye sio sahihi kumnungunikia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huenda alikuwa anamnungunikia mtu ambaye hayuko sahihi kabisa. Na kweli ni kitu kibaya kumkata mtu na kuua, ukaweka kiwiliwili ukaning'iniza kabisa pale. Kwa hiyo hata kufungwa, bwana amehukumiwa hukumu ya kunyongwa, unaona kweli inamfaa. Na nini? Akanyongwa. Lakini kama ni upendo, kukumbatia na kubusu, tunaamini upendo si ndio? Kukumbatia na kubusu, tunaamini upendo. Lakini wakati Yesu anakamatwa, si mwamba alienda akakumbatia na akabusu Yesu, si ndio? Ikiwa ni ishara kwamba anampenda Yesu. Kumbe nyuma, waliokuwa nyuma wanajua atakayebusiwa na huyu mwamba ndio tumfanye nini? Tumkamate. Kwa wakati mwingine tunaweza tukaamini kitu ambacho mimi si nikisemeje kwamba sio sahihi, lakini tukaamini kuwa ni nini? Ni sahihi. Sasa tumuombe sana Roho wa Mungu afanye nini? Tuongoze sana katika maisha yetu, kile tunachokiamini kwenye maisha. Mungu atuongoze, Roho Mtakatifu atuongoze kuamini ukweli kuliko kitu ambacho tumekisikia na kukiamini. Mzee Masanja anaweza akawa shahidi. Kuna misiba miwili itokea hapa kanisani. Kwenye hiyo misiba yote miwili nimeona kabisa kwenye peji ameandika kwamba fulani amelala. Lakini nilimpigia simu nikamuuliza, mzee, hizi taarifa ni za kweli? Mzee, silikuwa siulize kwa bahati mbaya. Nilikuwa nataka kuuliza kujua hii dunia sasa hivi tulikofikia lazima ushahidi kwanza. Haleluya. Yaani naona kabisa mzee wa kwanza kiongozi ni posti pale, fulani amelala, usingizi wa mauti hatunaye. Ila mimi nilinyanyua simu nikampigia. Na kwa sababu ya kumpigia, nilikuwa na sababu tu nzuri ya kutosha, kwa sababu kuna vitu ambavyo nimevishuhudia ambavyo kwenye maisha yangu vina ukweli sana 100%. Alafu dakika za jioni kabisa, hiyo hatuseme 99, dakika za jioni kabisa 1% iliyobaki ndio ikaibuka kuwa mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati huu, haijalishi ni kanisani, haijalishi ni jamii inayotuzunguka, ukikisikia kitu kinazungumzwa, nenda pole, usikidakia tu haraka haraka, kitakuingiza chaka. Wakati mzee anakupigia, kwa sababu nadhani ni miaka miwili imepita, ni mwaka mmoja umepita, nilipitia changamoto nyingi hapa katikati. Lakini kilichonisababisha mpaka mzee nimpigie kumuuliza kweli msiba umetokea,
ni kwa sababu nililetewa taarifa kwamba natembea na mtu fulani kanisani, wakati kitu ambacho sija kukifikiria wala kukiwaza. Kwa hiyo nikawaza hata washiriki wote, ukiniletea taarifa ni lazima kwanza hiyo taarifa niulize muhusika. Yaani hata ukinipigia leo, bwana nimefiwa, nitakata simu, nitampigia mtu mwingine ambaye anamwamini kuliko wewe, japokuwa na yeye naweza nisimwamini vile vile. Tumefikia hapo kwa sababu dunia ndivyo ilivyo. Upendo, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi wasiwasi wangu wa kupokea maneno na kuyabeba hapo hapo ulianzia hapo baada ya kuambiwa ni mwasharati natembea na mtu kanisani, kitu ambacho kwenye maisha yangu sijawahi yaani ni bora ungenisingizia kitu kingine ambacho nahisi ni sahihi kunisingizia, lakini sio kunisingizia natembea na. Nadhani waliokuwa Luguruni hapa nimekuwa hapa ni mtoto wao, wananilea, wanajua tuko hapa. Kuna vitu unaweza kuvifanya hata ujifiche kiasi gani vitajulikana. Afu dakika za jioni na familia na mke. Kwa ndo dunia tulikofanya nini? Tulikofikia. Kwa kila taifa unayoisikia leo utasikia analia jirani yako, lakini kesho utasikia mume wako analia kwa habari hiyo. Lakini tusiogope. Ndio dunia ilifanya nini? Ilikofikia. Ndio dunia ilikofanya nini? Ilikofikia. Kuweni na amani. Kikubwa ni kwamba uwe mwaminifu hata nini? Hata kufa. Na mimi mwaka juzi kama watu wangekuwa wema sana, wangesema hii changamoto niliyokuwa nayo wangenisaidia sana kuliko kusema kitu ambacho sijakifanya. Yaani hapo kwa kweli, anyway, ni Mungu atusaidie sana, lakini kikubwa ni kwamba tutembee na nani? Tutembee na Bwana katika haya maisha. Kwa hiyo mwanadamu kuna wakati anaweza akaamini kitu kwa kukiona na akaamini kabisa yeye 100% huyu ndio amefanya nini? Amefanya, lakini nyuma ya kile kilichofanywa huenda kuna tofauti mkubwa sana. Mkubwa sana. Kwa hiyo Mzee Masanja kipindi hicho nilikuwa nakupigia na kuuliza, ni kweli hili tangazo ni la kweli? Ni la kweli kwa sababu kama mimi sikuzini na mtu hapo nikaambiwa nimezini na mtu, nitaliaminije tangazo la Mzee Masanja kwenye kurasa wa WhatsApp? Siwezi kuliamini. Kwa hiyo hayo ndio madhara ya dhambi. Dhambi inafika sehemu hatuaminiani. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Yaani dhambi ikishafika sehemu inatufanya watu tusiaminiane kabisa. Yaani hapo niambie kitu gani siwezi kukuamini. Ni lazima sasa na mimi nifanye utafiti wangu ambao naujua, alafu nikishaupata utafiti nikajiaminisha kabisa ni kweli, basi naweza nikaamini hicho kitu. Lakini kikubwa ni kwamba hata nikifanya utafiti bado kuna watu wanajua kucheza sana na uongo, na hatimaye uongo onekana tu ni mkweli bado. Jioni ya leo somo linatukumbusha tu kwamba Mungu si mwanadamu hata aseme nini? Seme uongo. Visa hivi nikivikumbukaga mimi hivyo. Kingine hicho nilikuwa darasa la 3, hicho cha mtu kukatwa kichwa. Hapana, hichi cha huyu wa kuogelea, sio cha mtu kukatwa kichwa. Cha kukatwa kichwa ndio nilisimulia mimi hata sijazaliwa. Baba alikuwa kijana. Lakini hiki cha huyu bwana aliyekimbia uchi tulikishuhudia tukiwa wadogo. Na tukakiona, lakini tukaambiwa shida ilikuwa ni kwamba hatakiwi kuoa, na ili asioe lazima aonekane ni kichaa, kwa sababu rumors zimeshaonekana ni nani? Ni kichaa. Kwa hiyo usingeonekana ushahidi hapa, maana watu wangejua kijana yule ni nani? Ni kichaa. Kwa hiyo anayejua siri na mioyo ya wanadamu ni Mungu peke yake. Sisi wanadamu hatuwezi kufanya nini? Hatuwezi kujua. Hata kama hoja ikijengwa na ikipakwa mafuta kiasi gani, wakati wa Mungu ukifika haitaweza kusimama. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa Mungu upo. Wakati wa Mungu ukifika tasimama. Na kwa nikitoa ushuhuda mara nyingi hapa kanisani. Tukiwa hapa, mimi nikiwa shemasi hapa, nikiwa chuo, kwa tunapata habari mbaya sana kuhusu kanisa la Mbezi. Mbaya sana kuliko kawaida. Na wakati huo mimi kweli nikiwa moto kweli kwenye imani, yani niko wa moto, zilikuwa zinaniumiza mno. Najiuliza ile kanisa inawezekanaje? Kila wiki mkija hapa ni habari za Mbezi, kwa wamefanya hivi, wamefanya vile, wamefanya.
Uliza, jamani, Mbezi hawa tuliokuwa nao mtaa mmoja, hivi kweli ni hawa wapendwa, ni wale wale? Lakini mwisho wa siku, wakati wa Bwana ulipofika, Mbezi wanapandisha gorofa lao. Wakati wa Bwana ukifika, huwezi kumlaani mtu. Hata ukimwagiza akaseme, atatunga shairi la kwake mwenyewe la kubariki. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Itakuwa hivyo. Wakati wa Bwana ukifika, Bwana hawezi kunyamaza.